Bana, mambo vipi mtazamaji wa Biomedia? Karibu sana katika channel hii pendo. Kama ndo kwanza unatutazama kwa mara ya kwanza, nikwambie hapa unapata habari za kijamii, udaku, michezo, burudani, habari za kisiasa. Mimi jina langu ni Official Rose, ukiniita hivyo na kunyamwezi sana. Leo nimefumbata story ambako Mange kaumbuka bwana, akasolewa kuchochea mataifa ya nje kuivamia Tanzania na uvivu wa kufikiri, lakini pia ni uhaini. Haya, ni katika siku za hivi karibuni kumekuwa na wimbi la upotoshaji ambalo linaongozwa na mwanaharakati Mange Kimambi, ambaye kwa mara nyingine ameonekana kukosa ukomavu wa kifikra kwa kuliombea taifa la Tanzania livamiwa na Marekani. Sasa hoja yake dhaifu ni kwamba uvamizi huo utakuwa njia kuikomboa ama kuikomoa serikali ile kwa madarakani. Lakini pia hata hivyo, uchambuzi wa kina wa siasa za dunia unaonyesha kuwa Mange hajui maana ya uvamizi, hajui gharama za damu ya Watanzania, na anaonekana kufurahia mateso ya binadamu wenzake kama inavyotokea sasa kule nchini Venezuela. Sasa pengine unajiuliza, shamba la mawe sio bustani ya Edeni kule Venezuela? Mange amekuwa akishangilia kuanguka kwa Venezuela na uvamizi wa Marekani nchini humo, akidhani kwamba ni msaada wa kiungwana. Sasa ukweli ni kwamba Venezuela haijaanguka ili kuwasaidia raia, bali imekuwa uwanja wa vita wa mataifa makubwa yanayowania utajiri wa mafuta nchini humo. Kama ilivyo Ukraine kwa Urusi au Taiwan kwa China, Venezuela ni muhimu kwa Marekani kwa sababu ya jiografia na rasilimali. Matokeo ya shinikizo hilo ni mfumuko wa bei uliokithiri, vifo na mamilioni ya raia kukimbia nchi zao. Je, hii ndilo Mange analolitaka litokee Tanzania? Sasa kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu amani kupitia nguvu haina chembe ya sheria za kimataifa. Ni sera ya kulazimisha mataifa madogo kufuata matakwa ya taifa kubwa kwa shinikizo la kijeshi na kiuchumi. Lakini pia kudhani kuwa Marekani au taifa lolote la nje litakuja Tanzania kumlinda mwananchi wa kawaida ni ndoto ya mchana. Sasa katika ulimwengu wa sasa, kila nchi inalinda maslahi yake kwa maana ya national interest, na hakuna pia taifa ambalo linamwaga damu ya askari wake ili kumkomoa kiongozi fulani kwa faida ya wananchi wa nchi nyingine bila kuchukua rasilimali kama malipo. Kukosa serikali ni haki ya kidemokrasia na ni jambo la afya kwa taifa. Lakini kutamani nchi yako ivamiwe, raia wako wauawe na miundombinu yako ibomolewe na mataifa ya kigeni, huo sio wanaharakati, ni uzalendo uliokufa au balehe ya akili inayochelewa. Kama kuna jambo la kujifunza kutoka kwa Venezuela ni migogoro mingine, na hili ni nguvu ya ndani, umoja wa kitaifa na uchumi imara ndivyo pekee vinavyoweza kuleta heshima na uhuru wa kweli. Tuangazie kwamba Watanzania wanapaswa kupuuza kelele hizi ambazo zinatafuta kiki kupitia maafa. Uhuru wa bendera tuliopewa na waasisi wetu, kama alivyokumbusha Mama Maria Nyerere, unapaswa kulindwa kwa wivu mkubwa kabisa. Mataifa nje yakija hayaji na mikate, yanakuja na mabomu na mikataba ya uporaji wa rasilimali. Akili kichwani mtu wangu. Tanzania ni yetu sote na matatizo yetu tutayamaliza wenyewe mezani kupitia mazungumzo na maridhiano, sio kuleta majeshi ya wageni yatakayotugeuza wakimbizi ndani ya ardhi yetu. Hakuna msaada wa bure. Mataifa makubwa yanafuata rasilimali kama mafuta, madini, bandari, sio kuwakomboa wananchi. Gharama ya vita ni ipi? Uvamizi wowote huacha makovu ya vizazi na vizazi, vifo, njaa na hata uharibifu. Uzalendo kwanza. Harakati za kweli ni zile zinazojenga nchi, sio zinazobomoa nchi ama zinazoshadadia nchi kubomolewa. Ni tamati katika makala hiyo. Mtazamaji wetu, una maoni gani ama una kipi cha kuzungumza na mwanadada Mange Kimambi, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii ambaye anaonekana kushinikiza Marekani kuja kuivamia Tanzania kwa ajili ya kumpindua rais aliyeko madarakani? Mimi ni Official Rose D, mpaka wakati mwingine mtazamaji, uwe na wakati mwema.